baadhi yao kama kina Toby Emmanuel na viongozi hawa na Johnny Mrema na Naftal na wengineo tunaona wanaingia hapa na naam. Kwa hiyo kwenye ile listi ni zaidi ya 70 naona wameingia ambao tulitegemea au kwenye kile walichokisema wangeingia. Lakini kwenye hii petition ambao wamesaini kuna baadhi ya watu ambao labda kwa sababu walosaini kwa sababu ni team fulani tungeona, lakini hawa kwenye hii listi hawajaonekana. Kwa hiyo tunawatazama viongozi hao na kwenda kushika nafasi zao kwa ajili ya kuweza kuanza kufikisha ujumbe wao kwa Watanzania kwa kile ambacho wamedhamiria kukizungumza siku ya leo. Okay. Naona Mrema pale anaandaa detail. Mrema jina lake ndo peleka la kwanza, ni kama ndiye amejitoa mbuzi wa kafara wa kwanza. Namuona Ruge hapa na yumu. Okay. Nikupitishe kwa haraka kwenye ile petition na kitu kupitisha. Wanasema kwenye hitimisho lao wamesema kwa muhtasari wa maoni yetu na ushauri wetu vimejikita katika kuunga mkono mada ya reforms, lakini wakati huo tukikisihi chama chetu kione haja ya kujiandaa na hatimaye kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kama reforms zitapatikana kwa wakati, kwamba kushiriki uchaguzi kutatuepusha na athari nyingine nyingi na za muda mrefu za kudorora kwa chama, huku tukiwa pia na uwezekano wa kushinda au kuzuia uchaguzi kwenye maeneo au mazingira mahususi ya kiuchaguzi yatakayoelekea kwenye uchaguzi. Karibu sana kwenye matangazo haya. Okay, nilikuwa naendelea kupitisha kwenye ile petition. Kuna sema kwamba chama kiazingatie kiape kipaumbele katika tathmini na tafakari zake na kiyafanyia kazi maoni na ushauri wetu huo kwa kina kikiongozwa. Tunaona sasa hivi wanasimama. Hii ni style yao ya Stronger Together ile. Wanapiga picha kwenye style yao ya Stronger Together. Wakisisitiza together. Kiongozi hapa ni Toby mwingine. Sasa no hate no fear, maana yake hakuna chuki na hakuna hofu. Na hakuna hofu hakuna chuki. Okay, nilikuwa najaribu kuendelea kupitisha kwenye petition. Petition imesema inasisitiza kuwa maoni na ushauri wetu sio wa kupinga msimamo wa chama, bali ni wa kupendekeza namna bora zaidi ya kuziendea reforms, huku tukilinda ustawi endelevu wa chama chetu chini ya imani kuwa change is the process, mabadiliko ni mchakato. Tunapenda ieleweke kuwa iwapo chama hakitakubaliana na maoni na ushauri wetu, basi tutaendelea kuheshimu msimamo na mwelekeo wa chama chetu kwa uaminifu na mapenzi yetu. Hawa ni katika yale ambayo wameyasema. Karibu. Ni sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari walioko mbele yenu hapa ni G55. Tumeona tukutane na nyie siku hii ya leo tuweze kuzungumza mawili matatu kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yamejiri na ambayo mmeyaona kwenye mitandao na kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Sasa kuna mambo mbalimbali ambayo yanapotoshwa, tukaona siku hii ya leo tukutane na nyie
ili tuweze kuweka rekodi sawa. Kwa hiyo niwaombe, tunapoweka hizi rekodi sawa, mtusaidie kuwapelekea Watanzania wenzetu pamoja na wanachadema wenzetu ili wajue nini haswa dhumuni la G55, lakini waraka wa G55 ulikuwa unaongelea nini. Kwa hiyo leo tutauchambua kwa kina, na nitaomba muwe huru kabisa kuuliza maswali kwa kadri mtakavyoweza, ili tuondoe upotoshaji ambao umeshaanza kupotoshwa huko nje. Sasa hapa mzungumzaji wetu ni mmoja, atazungumza Mheshimiwa John Mrema, nadhani mnamfahamu. Kwa hiyo nimuombe John Mrema aje moja kwa moja kwa ajili ya kuanza kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo hivi vya habari. Karibu John. Shukrani.